Hapa ni ndani ya uwanja wa El Madina nchini Morocco, na hapa ni Rabat ambapo tutakwenda kushuhudia mchezo wa pili wa timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya Uganda hapa katika uwanja huu wa El Madina, uwanja ambao hapo zamani ulikuwa ukiitwa El Baridi, lakini hivi sasa umefanyiwa marekebisho na maboresho, lakini pia umebadilishwa jina ukiitwa El Madina. Ni uwanja ambao ulifanyiwa maboresho mwaka 2025 mara baada ya Morocco kufanikiwa kupata nafasi ya kuhosti michuano ya AFCON kwa mwaka 2025. Ni uwanja ambao pia una uwezo wa kuchukua mashabiki takriban 18,000 na hivi ndivyo ambavyo unaonekana kwa ndani, uwanja huu ukiwa tayari kwa ajili ya mchezo huo majira saa 12:30 kwa saa za hapa Morocco, lakini saa za kule nyumbani Tanzania ni saa 2:30. Tunakwenda kushuhudia mtanange huo, lakini pia mechi kali na mechi kubwa ambayo inakutanisha baadhi ya nyota ambao wanacheza katika ligi kuu soka Tanzania bara ambao wako katika timu ya taifa ya Uganda, lakini pia wale wa Tanzania ambao wanaitumikia timu ya taifa ya Tanzania na ambao wanacheza katika ligi kuu ya Tanzania bara. Hivi ndivyo ambavyo uwanja unaonekana mpaka muda huu, tulikuwa tunasubiri mechi hiyo ije kuchezwa hapo baadaye, na kama ambavyo natazama pia maandalizi mbalimbali yakiwa yanaonekana hapa katika uwanja huu wa El Madina jijini Rabat. Tunakwenda kushuhudia mchezo huo kwa timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia kumbuka mchezo wa kwanza timu ya taifa ya Tanzania ilipoteza mbele ya Nigeria goli 2-1. Nini ambacho kitakwenda kufanyika leo hii katika uwanja huu? Lakini pia kumbuka kwenye kundi letu tuna nafasi pengine ya kufanya vizuri. Uganda naye anatamani pengine kupata nafasi, lakini pia Nigeria pia anatamani kupata nafasi ya kufanya vizuri. Vile vile timu nyingine ambazo zinashiriki katika michuano hii ya AFCON. Tutakwenda kujua zaidi kile ambacho pengine amekiandaa kocha Miguel Gamondi leo hii, pia tukifanikiwa kumtazama Faisal Salum akirejea mara baada ya kukosa mchezo uliopita dhidi ya Nigeria. Ni mechi ngumu kiasi gani? Kumbuka mpaka hivi sasa anayeongoza kundi ni Tunisia ambaye yeye ana alama 3, lakini kwa upande wa Tanzania yeye na Uganda bado hakuna hata mwenye alama. Tuko hapa kuletea taarifa, habari na matukio katika mchezo huo, lakini Nigeria pia katika mchezo wa kwanza ambao alicheza na Tanzania alifanikiwa kuondoka na ushindi wa goli 2-1, na yeye pia yuko na alama 3 kwenye kundi C. Karibu tutazame kile ambacho kinaendelea ndani ya uwanja huu muda huu. Mimi ni Zaina Mohamed na hii ni Ayoma Media. Endelea kutazama kile ambacho kinaonekana ndani ya uwanja huu ukiwa tayari kabisa kwa ajili ya mechi.